Okay, mashabiki walitoa malalamiko mengi sana baada ya P Diddy kupewa kifungo cha miaka 4 ama miezi 50 na kusema kwamba kutokana na makosa aliyokuwa ameyafanya hakustahili kupewa kifungo hicho kwani ni kidogo zaidi. Alistahili kifungo zaidi ya hicho. So tunakumbuka P Diddy alipewa kifungo cha miezi hiyo 50 kwa makosa ya madawa kulevya pamoja na usafirishaji wa binadamu alikuwa akiwatumia katika biashara ya ukahaba. So siku ya jana mahakama imetoa nyaraka ambazo zitampa masharti P Diddy afanye baada ya kutoka mahakamani ama baada ya kumaliza kifungo chake hicho cha miezi 50 ama miaka 4. Masharti hayo ni kukaa chini ya uangalizi kwa miaka 5. Tunafahamu kabisa mtu ukiwa chini ya uangalizi kuna vitu ambavyo unakuwa uwezi kufanya kwa uhuru kama biashara zako na kujiendeleza kimaisha kinamna moja ama nyingine, na maana kuna baadhi ya sehemu ambazo utakuwa ukishindwa kuzifikia. So P Diddy atakaa chini ya uangalizi kwa miaka 5, lakini pia kitu kingine ambacho atatakiwa kufanya ama sharti lingine ambalo P Diddy atatakiwa alifanye ni kupima ama kutokujihusisha na madawa ya kulevya. So kutokujihusisha huko wamekuambatanisha na kumpima siku 15 baada ya kutoka gerezani ama baada ya kumaliza kifungo chake, lakini pia baada ya siku kadhaa, yani baada ya kumpima hapo kuna siku kadhaa ambazo watakuwa wakiendelea kumpima P Diddy. So hizo ni moja kati ya masharti ambayo P Diddy atatakiwa kuyafanya baada ya kumaliza kifungo chake. Lakini pia sharti lingine atatakiwa kuonana na daktari wake ama msimamizi msimamizi wake wa afya ya akili kwa ajili ya kuendelea kumwangalia usalama wa afya ya akili yake kwa muda wote huo. Hayo ni moja kati ya masharti ambayo P Diddy ama Sin Diddy amepewa baada ya kumaliza kifungo chake. Je, bado amepewa hukumu nyepesi ama kidogo sasa hivi imeonekana kuwa na uzito fulani? Mimi hapa naitwa Jojo TZ na hii ni Galaxy Media. Tukutane baadaye.